Mtazamaji, usipojitegemea na kila mara ukategemea msaada wa mwingine, utaendelea. Ama kwa kweli, mtegemea cha ndugu hufa maskini. Na kukaribisha katika taarifa za jarida la Uvoro. Mimi ni Nyakio Ndwiga. Kwanza tuangazie vidokezo. Rais Ruto atia saini miswada ya bunge kuwa sheria. Maandamano yashuhudiwa mjini Nairobi kufuatia kifo cha Ojwang. Wananchi wahimizwa kutunza wakongwe kote nchini. Karibu mtazamaji. Leo kulishuhudiwa maandamano makubwa katika jiji la Nairobi, ambapo mamia ya vijana walimiminika mitaani kutoa wito wa haki baada ya kifo cha mwanablogu na mwalimu wa zamani Albert Ojwang. Waandamanaji hao walikusanyika katika eneo la CBD wakilenga kituo cha polisi cha Central na mahakama ya Milimani, wakibeba mabango na kuimba nyimbo za kushinikiza uwajibikaji kutoka kwa vyombo vya usalama. Mwanahabari wetu Nyambura Kamau anaeleza kwa kina. Maandamano makubwa yameshuhudiwa leo katika jiji la Nairobi, huku mamia ya vijana wakijitokeza barabarani kushinikiza haki kufuatia kifo cha mwanablogu na mwalimu wa zamani Albert Ojwang. Waandamanaji walikusanyika katika maeneo ya CBD wakilenga kituo cha polisi cha Nairobi Central na mahakama ya Milimani, wakiimba na kubeba mabango yenye ujumbe wa kutaka uwajibikaji kutoka kwa polisi. Hali ya taharuki ilishuhudiwa pale maandamano hayo yalipogeuka kuwa ya vurugu. Waandamanaji walikabiliana na watu waliodaiwa kuwa wahuni waliohudhuria maandamano hayo kwa nia ya kuleta vurugu na uhalifu. Wa shuhuda, pikipiki kadhaa zinazodaiwa kumilikiwa na wahuni hao ziliteketezwa kwa moto na waandamanaji waliotuhumu kuharibu taswira ya maandamano ya amani. Polisi walilazimika kutumia vitoa machozi kuwatawanya waandamanaji, huku baadhi za barabara kuu zikifungwa kwa muda. Tukio hili linajiri siku moja baada ya polisi mkuu wa Nairobi Central, Samson Talam, kupelekwa mahakamani huku akichunguzwa kuhusiana na kifo cha Ojwang, na naibu inspekta jenerali Eliud Kipkoech Lagat kujiondoa kwa muda kupisha uchunguzi huu. Kwa sasa hali bado ni ya wasiwasi jijini Nairobi, huku wito ukiendelea kutolewa kwa maandamano na uchunguzi wa kina kuhusu tukio hilo la kusikitisha. Nikiripotia Uvoro TV Business, jina langu ni Nyambura Kamau. Kwingineko ni kwamba Rais William Ruto ametia saini miswada miwili kuwa sheria leo, ikiwa ni sehemu ya mikakati ya serikali kuimarisha usimamizi wa fedha na kuboresha uwazi katika sekta ya bima. Hafla hiyo imefanyika Ikulu jijini Nairobi, ambapo rais amesaini mswada wa marekebisho ya sheria ya kuvuja fedha na ufadhili wa ugaidi pamoja na mswada wa wataalamu wa bima. Mwanahabari wetu Munene Njiro na habari zaidi. Rais William Ruto leo ametia saini miswada miwili katika sheria katika juhudi za kuimarisha udhibiti wa fedha na kuongeza uwajibikaji katika sekta ya bima. Hafla hiyo ilifanyika katika Ikulu ya Nairobi, ambapo rais alisaini mswada wa marekebisho
ya sheria ya kupambana na utakatishaji wa fedha na ufadhili wa ugaidi wa mwaka wa 2025 pamoja na mswada wa wataalamu wa bima. Sheria ya kwanza inalenga kuziba mianya ya kisheria iliyokuwa ikitumiwa kufanikisha utakatishaji wa fedha na kufadhili ugaidi, hasa kupitia sekta za mali isiyohamashika na mashirika yasiyo ya kiserikali. Hatua hii imechukuliwa kufuatia mashinikizo kutoka kwa mashirika ya kimataifa. Kwa upande mwingine, sheria ya wataalamu wa bima itaweka mfumo rasmi wa usajili, utoaji wa vyeti vya kitaaluma, mitihani ya kitaaluma na kanuni za maadili kwa wataalamu wa sekta hiyo ili kuinua viwango vya huduma kwa kuimarisha imani ya umma. Miongoni mwa waliohudhuria hafla hiyo ni Spika wa Bunge la Kitaifa Moses Wetangula, kiongozi wa walio wengi bungeni Kimani Ichung'wah, mwanasheria mkuu Shadrack Mose na viongozi wengine serikalini. Nikiripoti Ovoro TV, langu jina Munene Jiro. Na serikali kupitia ofisi ya mwanasheria mkuu inaendelea na vikao vya umma ili kukusanya maoni kuhusu marekebisho ya sheria 3 muhimu. Sheria hizo zinahusu mapambano dhidi ya ufisadi, ulinzi wa wafichuzi wa ufisadi na mwongozo wa uendeshaji wa vikao vya kutoa maoni ya umma. Lengo ni kuhakikisha uwazi, uwajibikaji na ushirikishwaji mtazamaji na wa wananchi katika mchakato wa kiserikali. Tunataka tujue kwamba wakati hizi bills zinatoka, maoni zetu pia zimechukuliwa maanani. Ikiwa ni mwenye kukosa ahukumiwe, ikiwa mwenye kufungwa aachiliwe kulingana na utaratibu wa sheria. Kwa sheria hii, yule ambaye anapiga firimbi tumushughulikie namna gani, tumufiche namna gani ili aweze kusema bila kuogopa. Corruption nchi hii imesumbua sana. Serikali imejikakamua kupiga ufisadi sawa sawa. Kufanya hivyo ni kutoa sheria ya kupiga ufisadi. Ndio kuna sheria kawaida, lakini kwa sasa tunaitengeneza, tunaiongeza, tunaipanua ili tupate mikakati ya mwafaka wa kupigana na ufisadi. Listen to them, but we actually incorporate that into the bills. Tusiwe tunafanya public participation kwa njia ambayo haijawekwa kwa sheria. Kwa hivyo ndio iliwekwa kwa sheria kuu ya Kenya ambayo ni katiba ya Kenya. Lakini vipi inafanywa vipi? Sasa tunatoa sheria ya vile tunahusisha wananchi katika mikataba na mikutano na sheria za kuwasaidia na kazi za serikali. Tukiendelea ni kwamba taasisi ya utafiti wa matibabu nchini KEMRI imeeleza wasiwasi wake kuhusu ukosefu wa fedha za kufadhili huduma muhimu za utafiti kutokana na bajeti ndogo. Kaimu mkurugenzi mtendaji wa taasisi hiyo Profesa Elijah Sangok akizungumza kutoka kituo cha KEMRI Kilifi ameeleza kuwa huenda taasisi hiyo ikalazimika kutegemea kwa 80% msaada kutoka mataifa ya nje ikiwemo Uingereza. Mwanahabari wetu Stacy Karemi na maelezo zaidi. Taasisi ya matibabu nchini KEMRI imeelezea hofu ya kukosa kufadhili huduma muhimu za utafiti kutokana na bajeti iliyofinyana. Akizungumza kwenye taasisi hiyo Kilifi, kaimu mkurugenzi mtendaji Profesa Elijah Sangok amesema kwamba huenda taasisi hiyo itategemea msaada kutoka mataifa ya nje ikiwemo Uingereza kwa 80%. KEMRI sasa inataka bima ya matibabu ya SHA ifanyiwe marekebisho ili taasisi hiyo iweze kupokea 0.2% ya fedha zinazokusanywa kila mwezi kupitia huduma ya SHA ili kupiga jeki utafiti wa magonjwa nchini. Funding for research for the junior researchers, but it has dried up. You know about the situation in the country. We have a lot lying out in KEMRI. We cannot be able to do clinical trials because funding is all. But I say there's an opportunity in SHA. SHA collects 7 billion every month. If we can only get
0.2% of share money, we shall revolutionize health research in this country. We shall be able to give more solutions to this country, without even you and me going back and then be able to getting more money. The 2.75%, we don't even want 1%. Stacy Karemi, Uhuru TV Business. Bila shaka unaendelea kupokea habari zetu kupitia mitambo ya Pang 162 katika mitandao ya kijamii pia tupo. Tutarudi baada ya muda usiokuwa mrefu na taarifa zaidi, lakini kwa sasa twende mapumzikoni. Usiende mbali.